سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Mtume sallallahu anasema vile vile asiyeghani katika kuisoma Qur'ani si katika sisi. Vipi wewe uimbe nyimbo ya Zuchu na wengine uimbe vizuri, lakini Qur'ani uisome vibaya vibaya? Ni katika mwendelezo wa kuhifadhisha Qur'ani na kushindanisha wanafunzi takribani ya chini ya miaka 15 hadi kuja chini. Vyuo takribani 4 vimeshiriki katika mashindano haya yaliyoandaliwa na Al-Madrasa Hidayat Islamia hapa kwa Linati, wilaya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo mgeni rasmi amewataka wazazi na walezi kuwahimiza na kuweka nguvu zao kwa watoto juu ya swala la kuhifadhi Qur'ani zaidi ili kuweza kuwasaidia hapo baadaye. Hayo yamezungumzwa katika mashindano haya, lakini vile vile mwalimu mkuu wa Al-Madrasa hii ana machache ya kuzungumza sambamba na sababu zilizopelekea kuweka mashindano haya ya Qur'an katika maeneo haya. Kwa hivyo ma afkhara lilladhina hafidhu kitab Allah, fakhari iliyoje kwa wale ambao wamehifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi yaqulu fi hadithi al-Qudusi al-Jalil, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu, watu wa Qur'ani ni watu wa Mwenyezi Mungu na wandani wake. Kwa hivyo unapohifadhi Qur'ani, tambua kwamba wewe ni mtu wa Mwenyezi Mungu na mpenzi wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa mnasaba wa huu wa mwezi wa Ramadhani ambayo inatakiwa tuisome Qur'ani sana, watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu shahru tasbihin wa Qur'an. Huu ni mwezi wa Qur'ani, kwa hivyo inatakiwa tuisome sana kiasi tuwezavyo. Kwa hivyo namalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adibu auladakum, wafundisheni adabu watoto wenu. Riwaya nyingine imekuja alimu auladakum, wafundisheni watoto wenu ala 3 khisalin, juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, hubbi nabiyikum, kumpenda nabii wenu. Kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kuipenda Qur'ani, kwa sababu kana khuluquhu alquran. Ukitaka uifahamu Qur'ani kikweli hasa, basi mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni Qur'ani iliyokuwa hai. Kwa hivyo hubbi nabiyikum, kumpenda nabii wenu, wa hubbi ali baitihi, kuwapenda watu wake wa nyumbani. Ndio maana tunatakiwa tuseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa tilawatil Qur'an, na kuisoma Qur'ani. Kuisoma nini? Qur'ani. Sasa hapa mwisho, fa inna hamalatal Qur'ani, wale wenye kuihifadhi Qur'ani, wale watakaoibeba Qur'ani na kuhifadhi, fi dhilli arshillah, watakuwa katika kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu. Wazee, mkitaka watoto wenu wawe mahodari skuli, basi wapelekeni wakasome Qur'ani kwanza. Yule ambaye anaingizwa Qur'ani katika kichwa chake, kitu chote kinaingia katika kichwa chake. Wa arshadani ala tarki almaasi wa akhbarani bi anna alilma nuran wa nurullahi la yuhda liasi. Kwa hivyo hii Qur'ani unakuwa umebeba kitu kikubwa. Watapatikana raia wema katika nchi hii wakihifadhi Qur'ani, maimamu wazuri, mashekhe wazuri. Itakuwa hamna wabadhirifu katika nchi, hakuna wadokozi, hapana wezi. Vipi watu wahifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu wawe wacha Mungu alafu wawe wezi? Haiwezekani. Kwa hivyo tushikamane na kuisoma Qur'ani, tushikamane na kuhifadhi Qur'ani ili tufike salama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashindano haya sasa inafika ni mwaka wa 5 tunayaandaa. Alhamdulillah tunakwenda nayo vizuri, na mashindano haya tumeshindanisha takriban vyuo 4 ambayo ni madrasa Hidayat Islamia, madrasa Qamaria, madrasa Tawfiqi na madrasa Tajwidi. Hao ndio walioshiriki. Kwa kweli mashindano ya Qur'ani yana faida sana katika kuwajenga watoto wetu kiakili, lakini kiufahamu zaidi. Ndio maana ukaona mpaka watoto chini ya miaka 5, miaka 4, miaka 6 au miaka 5 wenyewe wapo wameshiriki katika hafla hii ya mashindano ya Qur'an. Kwa kweli ni faida kubwa sana tunaipata, na ni khair zaidi kwa watoto wetu kuliko kwa kuacha tu wakawa hawahifadhi Qur'an.
na Qur'an ndio msingi ambao tumeachiwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Wito wetu kwamba ni wazazi wawe tayari, kwa sababu wazazi wameelekea sana skuli, kwa sababu faida zake wanaziona wazi wazi, kwamba mtoto mwanangu atapata kazi, atapata hichi, lakini anasahau kwamba kuna faida pia ya elimu hii ya madrasa ambayo nayo ina faida za wazi wazi vile vile. Kwanza kumjenga mtoto kiakili, kumjenga kiheshima na kuwa na adabu nzuri. Bona wito wangu kwa wazazi, tushirikiane tu pamoja. Elimu zote ni zetu na tunastahili kuzishughulikia na kuzisomesha kwa uzuri na kuzipa kipaumbele inshallah. Nikiripoti kutokea kwa Alinatu wilaya mjini mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, ni mimi Abdalla, balozi wa Sema Africa TV.